Peace. Cheche. Cheche ya Roho ya Mungu ndani yetu. Roho Mtakatifu ndani yetu, ama ufalme wa Mungu ulio ndani yetu. Hebu tafakari ukombozi wa hii cheche ama Roho wa Mungu aliye ndani yetu. Vitabu vya maarifa vinatufundisha kwamba kila mwili ama kila umbo ni hekalu. Ni hekalu la hii cheche, hekalu la hii Roho ya Mungu. Na hata vitabu hivi vinaenda mbali na kutuuliza kabisa, je, hamjui nyie ni miungu? Ama sehemu nyingine inasema, je, hamjui huo mwili ni hekalu la Mungu, naye Roho wa Mungu anaishi ndani? Inafanana na hayo. Kwa hiyo katika maarifa ya kiroho, sisi huu mwili na miili mingine yote kama miti, wanyama, wadudu na kadhalika, yote hiyo ni mahekalu, the temples. Na ndani ya haya mahekalu inaishi cheche ama spark of life, ile cheche ya uhai, nguvu ya uhai ama uhai wenyewe ama Roho ya Mungu ama ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kama sisi ni cheche ile ya Mungu, sisi ni ile ufalme wa Mungu, kweli sisi ni cheche, uhalisia wetu wa maisha, uhalisia wetu wa kuwepo duniani unatuonyesha sisi kweli ni mfano wa Mungu, sisi kweli ni ufalme wa Mungu ndani yetu. Hili hekalu, huu mwili ni hekalu kweli la Mungu. Kwa tutafakari, inawezekana hii cheche imefungwa, inawezekana hii cheche imezibwa sehemu, au imekandamizwa sehemu, au imechukuliwa mateka kiasi kwamba haiwezi kuoperate katika ufalme, haiwezi kuwa katika uhalisia wa nuru, uhalisia wa light, uhalisia wa Mungu. Kwa sababu ingekuwa ina operate kwenye uhalisia wa Mungu, ufalme wa Mungu, Roho wa Mungu, tungekuwa zaidi ya hivi tulivyo. Tungekuwa na nguvu ya kimungu katika level kubwa. Sisemi kwamba hatuna nguvu ya kimungu sasa hivi. No, tunayo. Tunayo. Kama unaelewa utaelewa kwamba tunayo. Ila tungekuwa katika uhai na full expression, ile fully expression, full living kwenye ile cheche, ule ufalme, ile nuru ya Mungu, tungekuwa zaidi ya hivi tulivyo navyo. Kwa hiyo kumbe tunaweza tukawa zaidi ya hivi tulivyo, kama tukiishi kwenye ule ufalme, tukiishi kwenye ile nuru yenyewe, kwenye ile cheche yenyewe, tunaweza tukawa zaidi ya hivi tulivyo. Na uwezekano huo upo kwa sababu kuna binadamu wameweza kuifufua hiyo cheche ama kuiwasha hiyo cheche ama kuiongeza hiyo spark of God, hiyo light of God, hiyo divine nature of God, hiyo the kingdom of God ndani yao, wameweza kuileta juu na wamekuwa tofauti, wamekuwa advanced, wamekuwa juu zaidi. Kwa hiyo kuna uwezekano hata sisi tukafanya hivyo. Lakini kabla hatujaenda huko, swali langu la msingi ni kwa nini hii cheche, huu ufalme, hii nuru hatuoperate kwenye hizo level? Ina maana kuna sehemu imefungwa, kuna sehemu imezibwa, kuna sehemu inazuiwa, kuna sehemu imetekwa hii ufalme, hii light, hii cheche, hii spark of God within us.
Sasa ni vizuri kujitafakari na ni muhimu sana katika maarifa ya nuru kujitafakari. Hii spark, hii light, hii nature ya Mungu ndani yetu imefungwa wapi, ama imefungwa na nini, ama imezuiwa na nini, au imetekwa na nini? Ni muhimu sana, ni muhimu sana. Kwa hiyo itafakari tu hii asili ya Mungu ndani yako. Njia ya kwanza ni kuikubali kwamba hii nuru, hii ufalme, huu mwanga uko ndani yangu na huu mwili wangu ni hekalu. Hiyo ndio njia ya kwanza ya wewe unatakiwa kufanya, ama sisi tunatakiwa tutambue. Kwanza tukiri kwa imani, kwa vitendo, kwa maarifa kwamba sisi ni ile roho ya Mungu, sisi ni ule ufalme wa Mungu, sisi ni ile nuru ya Mungu. Alafu tukishakiri hivyo, tukishakubaliana kabisa kwa maarifa, na vitabu vya maarifa vinatufundisha hivyo, basi tutafute ama tujiulize, nini kinatuzuia? Cha kwanza, kubali kabisa wewe ni ile roho ya Mungu. Cha pili, nini kinatuzuia? Tunasali sana, tunatoa zaka sana, tunatoa mafungu mbalimbali, tunatoa marumbiko, tuna ibada nyingi, tuna imani mbalimbali, tuna nyumba za ibada na imani nyingi na zinazidi kuongezeka. Tuna walimu, manabii, mitume, wachungaji, mashehe, maimamu, wasomi wa imani na dini wengi. Lakini kuna kitu hakiko sawa kabisa. Kuna sehemu hii roho imefungwa. Mimi nitakushauri, kabla hatujaenda mbali sana, focus na meditation. Focus kabisa na meditation. Jifunze kurudi ndani yako. Yaani haya maswali yote na maswali mengine ya nyongeza kuhusu maisha yako, lengo lako la kuwa duniani, thamani yako kuwa duniani, hatima yako, ile destiny yako ya kuwa duniani, lazima urudi ndani kwanza. Huku nje walimu watakupoteza, mashehe na maimamu watakupoteza. Hakuna pasta, mchungaji ama nabii atakaye kupa majibu, ila majibu unayo mwenyewe ndani. Mwenyewe. Hata mimi sina uwezo wa kukupa majibu. Lazima urudi ndani, lazima ujitafakari ndani, ujirudie ndani, ujifanyie ujenzi ndani, ufufue hiyo nguvu kuanzia ndani, ufufue huo uponyaji kuanzia ndani, ufufue huo ukombozi, uamshe huo ukombozi, uamshe hiyo nuru, uamshe huo ufufuo, uamshe hayo mamlaka kutoka ndani yako kupitia meditation. Tumekuwa huku nje sana, tunatafuta kuamsha huu ufalme kwenye nyumba kupitia watu, kupitia walimu, kupitia taasisi, kupitia mifumo, kupitia maandishi, kupitia vitabu, kupitia filamu, movies. Lakini hatuwezi. Hiyo ndio fact ya kwanza, na hicho ndio kitu ambacho mimi nitakupatia. Hatuwezi kuiamsha ile nguvu. Hatuwezi kupata yale majibu. Hatuwezi kupata yale maarifa. Hatuwezi kuwa kwenye alignment, mnyooko na asili ambayo inaitwa Mungu, mpaka turudi ndani. Turudi ndani. Turudi ndani kwenye meditation.
turudi ndani kwenye utulivu, turudi ndani kwenye meditation, tufanye meditation. Peace.